Taarifa nyingine kutoka huko Pwani zinaarifu kwamba makundi maalum ya kijamii katika kaunti ya Kwale yametakiwa kujitokeza mapema na kujihusisha na mchakato wa uchaguzi kuanzia maandalizi hadi wakati wa kupiga kura. Haya yamejitokeza kwenye kongamano lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Huria la kutathmini masuala ibuka kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Mwanahabari wetu Lawrence Ng'ang'a anatuarifu mengi. Washikadau kutoka sekta mbalimbali wameandaa kongamano hapa katika kaunti ya Kwale ili kutathmini changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Baadhi ya masuala ibuka ni kuhusishwa kikamilifu kwa makundi maalum ya kijamii. One of the challenges that imekuja strongly across PWDs, youth na women, ni masuala ya cultural stereotypes against these groups, ya kwamba kuna zile tamaduni ama itikadi ambao kuna communities ama watu katika jamii wako nazo ambao hazisupport hawa special interest groups kuvai, especially in you know the political positions. Ya pili ambayo tumeona ni kwamba the violence that they face when they are contesting for elections, especially PWDs, women. I think we saw ya kwamba women are facing a lot of attacks. Kuna ile principle ya kusema kwamba kura yako ni siri yako, lakini hii ilikuwa haiwezekani kwa watu wenye ulemavu, haswa wale wasiona, kwa sababu IEBC haikuweza kuandaa vile vifaa vya kupiga kura, makaratasi katika ile lugha ya braille. Kwa hiyo ilibidi watu wasiona waweze kwenda na watu wengine na zile siri zao za wagombea wanawapenda ziweze kujulikana na watu wengine, ambayo hii si sawa. Hamasa zikitolewa kwa makundi haya kuhusu umuhimu wao kujihusisha kwenye zoezi la uchaguzi kuanzia maandalizi hadi siku ya kupiga kura. Kongamano hili lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Huria kwa ushirikiano na USAID limetaka serikali kuingilia kati na kusaidia makundi haya maalum katika jamii. Kwanza ningesema sisi wenyewe kama tunaoishi na uwezo maalum tujikubali, tujitolee, alafu sasa watu angalie na elimu nyanjani, hususan nyanjani. Walemavu wengi wameachwa nyuma na kwenye hizo mambo na uchaguzi huwa hawa attend vilivyo. Kwa hiyo tukizungumza pamoja kujua zile changamoto zilizopo, bila shaka tunaweza kupata suluhisho ya changamoto zilizopo, ambayo kwa mantiki yake ni kwamba inaweza kuboresha zoezi kama hili katika zile siku zijazo. Vijana, akina mama na watu wanaoishi na ulemavu wakitakiwa kujihusisha na kujiunga na vyama vya kisiasa ili kupaza sauti zao na hatimaye kupata nafasi za uongozi. Hata katika zile nafasi za vyama na uchaguzi, wao wanahitajika wao wapatikane na pia wawe na wawakilishi katika zile grupu zao. Na katika mirengo yote kuna sheria, kuna kanuni ambazo zinastahili kufuatwa. Na sisi ndio mara nyingi tunajikuta nje kwa sababu hatuelewi hii chama kama ni UDA, kama ni Azimio, iliundwa vipi, kwa misingi gani, kama mwanachama unastahili uwe namna gani. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tujisajili mapema katika vyama vya kisiasa ili tuweze kuelewa hasa ni nini ambacho hiki chama kinaenda kufanya katika wananchi wetu ama katika nchi yetu ya Kenya. But the time to start is now. Ya kwamba voter education and civic education should start now. For young people, engage yourself, participate, make sure that you are involved in those meetings. Kama hujihusishwi basi jihusishe. Find opportunities that are available in your community, engage as much as possible. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen, County ya Kwale.